Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Sijawasikia haleluya kanisa. Mnawaza nini? Katika injili ya tuliyopangiwa ya Mathayo, Yesu anapita, anamuona Mathayo yuko kwenye kiti cha enzi, ni mkusanyaji wa kodi za serikali. Anasema, Mathayo, we jina lingine Levi, nifuate. Mupo Wakiwira? Mpo? Hao wote waliokuwa nasema hapa na waliosimamishwa viongozi hapa ni watu wa Kiwira. Hawajatofautiana na Mathayo aliyekuwa ofisini. Yesu anamtembelea, anasema nifuate. Sasa sijui alifunga saa ngapi mahesabu yale. Maana yule Mathayo, niwaambie, alikuwa kibaraka wa serikali ya Kirumi. Na akiwa kibaraka, mtumishi wa serikali ya Kirumi, alipaswa kukusanya mapato ya serikali na alipaswa kujiongeza yeye mwenyewe. Mlipo mwemkupia ngapa mlipo? Gulilinde mapa shilingi sijui 20, pale unauza 25 au 30 na nini. Kwa hiyo Mathayo alikuwa na pianga kajope. Mlipo mwafanya biashara hapa, huwezi kuuza kitu chini ya lazima ujiongeze. Mlipo mwa Mathayo hapa, Mathayo wapunge mkono. Pungeni mkono upo. Hao Yesu anamchukua Mathayo, anasema nifuate. Alikuwa na akili nyingi. Alipofunga, sijui alifungaje vitabu, maana hakushtakiwa na serikali ya Kirumi, lakini alifanya akili sana. Akasema namfuata Yesu, namalizia na vitabu kufunga. Na akasema, Yesu, nimekukubali, lakini uje nyumbani ukale chakula changu. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Yesu alikubali, na wanafunzi wake kufuata. Na marafiki wa Mathayo, ambaye alikuwa mkusanyaji wa kodi za serikali na za kwake binafsi, wote walimfuata. Sijui yule mtu alikuwa na ukarimu wake. Wote marafiki. Mpo ninyi wafanya biashara, marafiki wapo? Unapoandaa karamu, waite wa marafiki zako wote. Sasa wale wanaojifanya watakatifu wakaanza kuangalia, huyu Yesu anakusanya na wenye dhambi. Mimi ni mmoja wapo wenye dhambi. Mlio watakatifu nyosheni mikono juu. Hampo? Kwa sisi wote ni wenye dhambi. Yesu akawakaribisha wote, wafanya biashara na nini, akakaa nao. Sasa watakatifu wanasema, tunamshangaa mtu huyu. Mathayo alikuwa mwenye dhambi. Alimkubali Yesu, akamkubali kumtumikia. Haleluya. Sisi ni wenye dhambi, tumekubali kumtumikia huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Hatuwezi kujihesabia haki kwamba sisi ni watakatifu. Hapana, tumeitwa kutoka maeneo mbalimbali, katika mazingira mbalimbali, tumeitwa kumtumikia huyu Yesu aliye hai. Tumeitwa. Hatuna haki, hatujahesabiwa haki. Haleluya. Lakini katika kutumishi ndio anatubariki sasa. Mnanielewa au mnielewi? Mathayo alikuwa mtumishi wa serikali, lakini alikuwa anajitumikia. Akaitwa Yesu, akamuita Yesu. Mathayo akaanza kumtumikia Yesu. Na huyu ndio ameandika injili ya Mathayo. Haleluya. Haleluya. Ndio ameandika injili hii ya Mathayo. Ninyi mnaofanya kazi hii, ninyi wenye dhambi mnaofanya kazi, mnaandika injili. Jengo hili ni injili tosha. Masikini upo masikini, punga mkono kama upo masikini. Wewe andika tu jina lako hapa, andika hivi, hata kama ningetaka kupape kigemo hiki ufuene, wewe tangaza habari za Mungu. Tunatangaza habari za Mungu.
Yesu akamwambia nini? Akasema nilikuja, akasema walio wazima hawamhitaji mganga, ila wagonjwa wanahitaji nani? Mganga. Kwa hiyo tunapomtumikia Bwana anatutibu, anatuponya katika hali hiyo. Haleluya. Neno lingine ambalo tumeandikiwa leo katika Kiongozi Kalenda. Yairo alikuwa mtumishi wa serikali, mtumishi wa sinagogi. Lakini alipata shida, mtoto wake alifariki, binti. Akasema hakuna mahali pengine pa kukimbilia. Akamuona Yesu, akalala mbele yake. Akasema, Yesu mwana wa Mungu, najua unaweza yote. Binti yangu amefariki, binti yangu amekufa, fanya lolote lile. Yesu akasema, kwa imani yako nitafanya. Binti yake akapona. Kwa imani tutapona, kwa imani watoto wetu watapona, kwa imani jengo hili litasimama, kwa imani. Haleluya. Ni imani inayotenda kazi, ni imani inayotenda kazi. Jengo hili litasimama. Akasema kwa imani yako itasimama, mtoto wako atapona. Alipona kweli. Haleluya. Kwa hiyo tunakwenda pamoja na imani. Tunafanya kazi ya Mungu pamoja na imani. Usiache pembeni imani, kwenda pamoja na imani. Haleluya. Jamani, yule mwanamke yule aliyedharauliwa na wanaume wengi sana kwa miaka 12. Wanasema hata kutembea alibadilika, hakuwa mnanyooka, alikuwa amepinda, alikuwa anatoka damu. Akasema kwa imani nikigusa pindo la Yesu nitapona. Aligusa hakugusa? Aligusa hakugusa? Sasa shukrani yetu ya leo, tunataka kugusa pindo la Yesu, tunataka kugusa pindo la Yesu. Tunagusa jengo la Yesu, jengo la Yesu, sio jengo lako, jengo la Yesu tunataka kugusa. Tukigusa tu kuna mambo ya ajabu yanatendeka. Na aliambiwa nini yule mwanamke? Semeni wanawake. Akasema imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Hebu tuguse pindo la Yesu jamani. Tuguse jengo la Yesu, tuguse. Katika Hosea kuna maneno mengi tumesikia, lakini mstari mmoja anasema, nataka fadhili sio sadaka. Ikipata kile langa la Mola wajukia lukuone kambweru ikibabilisi chantwa kiko linga ikibabilisi kia kiara kikwikukire kikuonekire wombaga ibumbo ja kiara. Linga ikibabilisi kia kiara kitire kijai kikufunja ende mafunjaga. Linga kitie kujengaga jengaga. Linga kitie kufombaga ikibabilisi kia kiara kilipasima atutwaliri kibabilisi pamehenge hapa na tusekerege kibabilisi hiki. Haleluya. 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 Jumatie kare jenga pa ipopo ndezi ngude bingirili mamlaka ga halmashauri kuu pala. Linga ipopo ikusiala papa kibabilisi kya kiara. Linga ikusama kibabilisi kya pole kibabilisi kikeke linga kituagire atusekerege atuopege nakyo. Haleluya. Haleluya. Bosikari kufika imbarapara mwe atumogereke kibabilisi kya kiara. Atumogereke kibabilisi kya kiara. Mwe kibabilisi kya kiara kinywamu. Haleluya. Haleluya. Hosea anaambiwa saki sadaka isipokuwa fadhili.
kwa Kinyakyusa fadhili mani kibabirisi. Haleluya. Untu asajigegwe. Amen.